watajuya kwenye bahari na kuvua, na wakifika pwani maandiko yanasema watawatenga samaki wazuri vyomboni na wale walio wabaya watawatupa. Na ndivyo ambavyo na sisi wanadamu tutatengwa, wale walio wema watatengwa na wale walio wabaya. Ni maombi yangu kwa Bwana atusaidie tuwe miongoni mwa watakaowekwa kwenye vyombo vizuri katika jina la Yesu. Sema amen yenye nguvu na umpe Yesu makofi mazuri. Ninakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Ninaitwa Mwalimu Andrew Baltimayo, ni mwalimu wa neno la Mungu kutokea usharika wa Bunju A. Nishukuru uongozi wa usharika kwa kuruhusu nisimame siku hii muhimu sana kwenye madhabahu hii takatifu ya Mungu aliye hai. Mchungaji wangu kiongozi na mama yangu mlezi, Mungu akubariki sana. Mwinjilisti, baraza la wazee, Mungu awabariki sana kwa kuruhusu nisimame tena kwenye madhabahu hii. Niliwamisi na nimefurahi kuwaona tena. Sadia kumwambia jirani yako umependeza sana. Hiyo ni kwa mujibu wa mwalimu, nimekuona umependeza sana. Mungu akubariki sana. Mshangilie Yesu kwa ajili yako mwenyewe. Na tumshukuru Mungu aliyetupa neema kwamba tuko hai hata sasa. Pamoja na yote, Yesu ni Bwana. Hallelujah. Lakini tushukuru uongozi wetu wa kanisa kwa kutupa utaratibu mzuri ambao ni wa kimaombi wiki hii. Na hiki ndicho ambacho kinatutofautisha sisi na dunia. Wote tunaweza tukapita kwenye msiba ule ule, lakini tofauti yetu na dunia, Paulo anaandika vizuri kwenye Wafilipi sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 na kuendelea mpaka ule wa 7, anaposema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Na anatoa sababu ya kwa nini tufurahi. Anasema msijisumbue katika neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru. Alafu anasema haja zenu zijulikane na Mungu. Kwa kinachotupa kufurahi ni kwamba tunapokuwa na haja, tunapokuwa na mahitaji, hatutafuti sababu za kidunia, bali haja zetu tunamueleza Jehova. Na kanisa limetuwekea huo utaratibu, tuwe na muda wa kumshukuru Mungu, lakini tuwe na muda wa kuomba toba, lakini tumueleze Mungu tunaitaka Tanzania gani. Na yule Mungu ambaye ameahidi ya kwamba kuna matumaini kwa mti kwamba ukikatwa utachipuka tena, ile Tanzania iliyoimbwa na dunia itachipuka tena katika jina la Yesu. Na wala hatutaingia kwenye matazamio ya dunia. Tunamwamini Jehova, tuombapo ataichipusha Tanzania njema tena. Sema amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Kwa hiyo kulingana na ratiba hiyo ambayo kanisa limetuwekea, na sisi tunamshukuru Mungu kwamba imeangukia pia kwenye majira ya semina. Kwa hiyo kwa vyovyote tutakuwepo hapa, tutaungana na watakatifu Tanzania nzima ambao wamepewa ujumbe huu kushughulika nao, na sisi tutakuwa miongoni mwao na tutakuwa na semina. Kwa hiyo semina yetu pia tuelekeza kwenye hilo eneo la kimaombi zaidi. Tumuombe Mungu ili aendelee kutuvusha katika jina la Yesu. Familia yangu wanawasalimu sana, na leo nimeshindwa kufika nao kwa sababu ya mwingiliano wa kiratiba, lakini naamini kadiri tunavyoendelea basi siku moja wapo tutakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuingie kujifunza kwa dakika hizi ambazo Mungu ametupa. Tutaweka utangulizi wa somo ambalo tutaanza nalo rasmi siku ile ya kesho jioni kuanzia saa 12 kamili. Nitasimama na ujumbe ambao Mungu ametupa tutakaotembea nao wiki hii ni kuzitambua fursa zilizobebwa katika nyakati ngumu. Kuzitambua fursa zilizobebwa katika nyakati ngumu. Na somo hili litagusa maisha ya mtu mmoja, litagusa maisha ya familia, litagusa maisha ya kanisa, lakini litagusa maisha
ya taifa. Kwa tutachambua mambo muhimu kwa upana sana, ili tuwe na muda mrefu wa kuomba kwa maarifa ya kiungu, ili tupate mpenyo katika jina la Yesu. Tutaongozwa na kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 50 na ule mstari wa 20. Mwanzo sura ile ya 50 ule mstari mmoja wa 20. Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20, ni watangulie kusoma kwa msaada wa Bwana Yesu. Biblia inasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Sema amen. Huyu ni Yusufu ambaye alipita katika nyakati ngumu sana, lakini baadaye akajikuta ni waziri mkuu kwa neema ya Mungu, na ndugu zake ambao walimtenda mabaya akawasaidia. Na baada ya kuwasaidia, baba yao walipokufa wakawa na hofu kwamba atalipiza kisasi. Lakini mstari tunaousoma anazungumza na ndugu zake akiwaambia, msiogope, mimi sio mtu wa kisasi, mimi sio badala ya Mungu. Ninyi kweli mlikusudia mabaya juu yangu. Alafu anasema, lakini Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Alafu akawaongezea akawaambia, msiogope, mimi nitawalisha ninyi na watoto wenu, hapa mtakaa salama. Kwa hiyo huu mstari unatuonyesha kwenye haya maisha kuna watu wanaweza wakayakusudia mabaya juu yetu, wakatutengenezea hila, na wakati mwingine hata hayo mabaya yakatupata tukaishi ndani yake. Lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba pamoja na kwamba kuna mpango wa adui, kuna mpango wa watesi wa kuhakikisha tunapita kwenye mabaya, Jehova anaweza kuyageuza yote kuwa mema, na yeye akatukuzwa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Yule Mungu aliyemsaidia Yusufu akusaidie wewe na familia yako. Sema amen. Lengo la somo ni kumsaidia muamini asizibebe nyakati ngumu kwenye maisha yake. Lengo la somo ni kumsaidia muamini asizibebe nyakati ngumu kwenye maisha yake, bali atafute kilichobebwa ndani ya hizo nyakati ngumu kwa ajili ya kesho yake. Lengo la somo ni kumsaidia muamini asizibebe nyakati ngumu kwenye maisha yake, bali atafute kilichobebwa ndani ya hizo nyakati ngumu kwa ajili ya kesho yake. Watu wengi waliofanikiwa ni watu ambao waliamua kuzigeuza nyakati ngumu kuwa somo, kutafuta kilichobebwa katika hizo nyakati ngumu, na kwa sababu wamepata somo ndani ya hizo nyakati ngumu, kile kilichobebwa ndani ya hizo nyakati ngumu kilifunuliwa na hawa watu wakafanikiwa. Sasa watu wengi wanapopita kwenye nyakati ngumu, kinachokaa mioyoni mwao ni hizo nyakati ngumu. Wakipita kwenye misiba, kinachokaa mioyoni mwao ni hiyo misiba. Wakipita kwenye kukosa kazi, kinachokaa mioyoni mwao ni huko kukosa kazi. Lakini Biblia inatuonyesha vizuri ya kwamba katikati ya hizo nyakati ngumu kuna kilichobebwa ambacho kinaweza kikamsaidia mtu kwa ajili ya kesho yake. Na hicho ndicho ambacho nataka tukitazame. Ebrania ile sura ya 12 na ule mstari wa 2. Ebrania sura ile ya 12 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu,
naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Sema amen. Mstari huu unatuonyesha kwamba kilichompa Yesu kustahimili msalaba na kuidharau aibu ni ile furaha au ule utukufu uliokuwa umewekwa mbele yake. Ndio maana mahali pengine anazungumza kabisa kwa kujivunia, anasema mwana wa Adam hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kutukanwa na kutemewa mate, alafu atauawa, alafu anasema na siku ya tatu atafufuka. Maana yake alichokuwa anatueleza hapa, kuna nyakati ngumu, lakini hizi nyakati ngumu zina utukufu zimebeba. Kwa hiyo akastahimili msalaba, akaifumbia macho ile aibu ya kwamba haioni. Alichokuwa anakiona katikati ya zile nyakati ngumu ilikuwa ni ile furaha iliyoko mbele yake, ulikuwa ni ule utukufu ulioko mbele yake. Na sisi tumeambiwa tujifunze kwake yeye aliyeianzisha imani yetu, ya kwamba tujapopita kwenye nyakati ngumu, tujapopita kwenye uharibifu, tujapopita kwenye mazingira magumu, iwe ni kama mtu mmoja, iwe ni kama familia, iwe ni kama kanisa, iwe ni kama taifa, tujue jambo moja, ya kwamba kadiri nyakati ngumu zinavyoendelea kuwa ngumu sana, ndivyo ambavyo tunaukaribia ule utukufu utakaotokea mbele yake. Na kama Bwana aishivyo, acha ule utukufu uliokusudiwa katika nyakati hizi ufunuliwe kwetu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Nataka nikuhakikishie, ni kweli tunaomba hapa, na ni kweli tukiangalia nyuma yetu tunaziona nyakati ngumu, lakini kwa kanisa hapo mbele tuendapo ni pagumu. Unanielewa vizuri? Lakini pamoja na kwamba hapo mbele tuendapo ni pagumu, tunamtazama Yesu mwenye kuanzisha, yeye ataitimiza imani yetu. Kwa sababu kadiri unavyoona ya kwamba giza linazidi kuwa nene usiku, amini ya kwamba asubuhi inakuja. Na sisi tunamwamini Bwana ya kwamba asubuhi yetu inakuja katika jina la Yesu. Nami nimekuombea kwa Bwana, asubuhi yako ije kwenye biashara yako, asubuhi yako ije kwenye familia yako, asubuhi yako ije kwa watoto wako, asubuhi yako ije kwenye hiyo ndoa, asubuhi yako ije kwenye uchumi wako. Haijalishi leo umepoteza, kuna asubuhi ya heshima mbele yako katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Hayo makofi niyasikie tena kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo hili ndilo lengo la somo letu, kumsaidia muamini asizibebe nyakati ngumu. Rafiki, usizibebe nyakati ngumu. Zipo, na kwa sababu zipo, Mungu anakusudi na hizo. Lazima tujue hilo kusudi, na hapa ndipo tutaketi kujifunza ili tuone fursa zilizobebwa katika hizo nyakati ngumu. Mungu asingeliweza kuruhusu tu, sababu maandiko yamezungumza vizuri kwamba hawezi kuruhusu tujaribiwe kupita tuwezavyo. Na hata kama tuko katikati ya hilo jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Tunaenda pamoja. Kwa tumwamini yeye aliyetuahidi hivyo, na tunajua atatusaidia. Sasa tuangalie kwa dakika chache mambo ya kujifunza kwenye somo hili, tunapotazama kuzitambua fursa zilizobebwa katika nyakati ngumu. Tuangalie mambo ya kujifunza kwa dakika chache asubuhi ya leo tunapoweka utangulizi. Mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza, kwa wale ambao wanaandika, andika: kila nyakati ngumu ni mlango kwa ajili ya msimu mpya uliobeba kuinuka kwa mtu. Kila nyakati ngumu ni mlango kwa ajili ya msimu mpya uliobeba kuinuka kwa mtu. Kila nyakati ngumu ni mlango kwa ajili ya msimu mpya uliobeba kuinuka kwa mtu. Ayubu sura ya 23 na ule mstari wa 10. Kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 23 na ule mstari wa 10. Ayubu 23:10 anasema, lakini yeye aijua njia
niiendeayo. Akiisha kunijaribu